Anasema ananipata kutoka 254. Asante sana kwa maoni yako, lakini pia Mwanza Khalifa anasema kwamba hatuna shida sana ya kiungo. Ni kweli, lakini Casemiro kunawezekana akaondoka. Taarifa ambayo nimeiona ni kwamba Nasri wanajaribu kutafuta makubaliano naye, kwa hiyo huenda akaondoka. Kwa hiyo akiondoka, tunahitaji tena kusajili kiungo mwingine. Kumbuka pia Eriksen pia ameondoka, lazima tufanye replacement. Sawa, tuongelee kwa nini Bryan Mbeumo atakuwa mchezaji muhimu sana katika klabu ya Manchester United. Kwa nini Ruben Amorim anamhitaji na anafiti vipi kwenye mfumo wa Ruben Amorim, na anawezaje kutusaidia kama klabu kutoa upande mmoja na kutenda sehemu nyingine. Kwanza naomba nikwambie kwamba Mbeumo ni mchezaji ambaye ni typical inside forward ambaye Ruben Amorim anamhitaji. Katika mfumo ambao Ruben Amorim anatumia wa 3-4-3, anahitaji ma inside forward wawili nyuma ya mshambuliaji ambao watakuwa ni inverted, ambao wanaweza kupress, kupiga pasi na kufunga. Hivyo vitu vyote vitatu Bryan Mbeumo anavifanya kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Anajua kupress, anakimbia dakika zote 90, anajua kupiga pasi kwa kiwango cha juu sana, lakini pia anajua kwa kufunga kwa kiwango kizuri sana. Kwa hiyo akiingia kwa hiyo uwezo wake wa kucheza kwenye zile pockets nyuma ya mshambuliaji akiwa kwenye namba 10 inverted pale ndani nyuma pale kwenye namba 10 wawili inside forward, ni mtu ambaye ni arc type of a player, ni mtu ambaye nafasi hiyo anaiweza kwa hali ya juu sana. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo naamini kwamba atakuwa transformative kwenye form na timu ya Ruben Amorim. Sababu ya pili naweza nikasema ni tactical intelligence. Kwa nini nasema tactical intelligence? Ni uwezo wa Mbeumo kuelewa mfumo au mbinu ambayo kocha anapenda kutumia katika michezo husika. Ukiangalia jinsi ambavyo Mbeumo alikuwa anacheza katika mfumo wa Thomas Frank Brentford, alikuwa anacheza sometimes akiwa pembeni, sometimes akiwa katikati. Kwa hiyo alikuwa ana perform according to matumizi ambayo alikuwa anapewa. Na Ruben Amorim ni kocha mwingine ambaye anahitaji flexibility sana kwenye aina ya wachezaji alionao. Na miongoni mwa vitu ambavyo tulivisikia vinazungumzwa na David Ornstein kwamba miongoni mwa vitu ambavyo wanazingatia sana katika usajili sasa hivi Manchester ni kutafuta wachezaji ambao watakuwa na flexibility nyingi. Tunaposema flexibility tunamaanisha kwamba ni aina ya wachezaji ambao wanaweza wakatumika katika mazingira tofauti tofauti, katika mifumo tofauti tofauti, na Bryan Mbeumo anakupa exact that, kwa sababu ana flexibility kubwa sana. Ukiangalia Brentford, kuna muda alicheza namba 9, kuna muda alicheza namba 10, kuna muda alicheza kwenye winga, na zote hizo alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo tactical intelligence ni sababu ya pili ambayo naamini kwamba itamsaidia Ruben Amorim kumtumia vizuri sana bwana Bryan Mbeumo. Sababu ya tatu ni end product. Ninaposema end product namaanisha zao la mwisho, namaanisha matokeo ya kile ambacho anakifanya uwanjani. Tuongelee kuhusu Alejandro Garnacho. Mara ngapi amefanya kazi nzuri sana kwenye kudribble kwenye box alafu anafika mwishoni na kufunga. Tuongee kuhusu Bruno Fernandes. Mara ngapi amepiga pasi nyingi sana za mwisho alafu zimekosa mfungaji. Sasa hiyo ni tiba imepatikana kwa mtu kama Bryan Mbeumo. Toka mwanzo wa msimu uliopita, Bryan Mbeumo ana wastani wa goli na asisti katika dakika 60, 0.5 hivi. Kwa hiyo angalau katika kila dakika 90 kama hajafunga ana assist angalau kwa 50% ya dakika ambazo anacheza. Ni mtu ambaye yupo consistent, maana yake akifanya hivi kwa dakika 90 akiwa na average hiyo, maana yake ni kwamba angalau katika kila mechi hatahusika kwenye goli, ukiangalia takwimu za kuanzia msimu uliopita. Na hivyo hiyo inaonyesha kwamba ana zao la mwisho. Kama haja-assist atafunga. Kwa hiyo anakupa kitu ambacho unakikosa katika mipira ya mwisho ambayo inaingia kwenye box au anapokuwa nje ya box. Pia ni mtu ambaye anajua pia kushoot pia. Kwa hiyo ni sababu nyingine ambayo nasema kwamba anaingia vizuri sana kwenye mfumo wa Ruben Amorim na anaweza kabadilisha timu kwa sehemu kubwa sana. Yale matatizo ambayo Garnacho alikuwa nayo, yale matatizo ambayo unakuta sometimes Rasmus Hojlund anakuwa nayo, huyu anayatibu. Kwa hiyo ni sababu nyingine ambayo nasema kwamba atakuwa ni mtu muhimu sana kwenye kikosi cha Ruben Amorim. Sababu ya nne ni rotational movement. Naposema rotational movement inamaanisha kwamba katika mfumo wa Ruben Amorim wa kutumia washambuliaji watatu wa mwisho, anapenda kuwe na position
interchange. Yaani namba 9 sio namba 9, namba 10 sio 10 na winga sio winga. Yaani kila muda kunakuwa na vurugu vurugu pale mbele. Ukiangalia jinsi ambavyo Sporting wanacheza utakuta mara nyingi Victor Gyökeres anakuja chini anacheza kama namba 10, anaenda pembeni anakuwa kama winga. Kwa hiyo kunakuwa na hizo interchange za nafasi kwamba hakuna ndio ile tunayoongea kwamba kunakuwa na flexibility. Sio kwamba mtu anakuwa anakaa kwenye namba moja tu, no. Kunakuwa na movement nyingi sana, wanabadilisha sana nafasi kule mbele na hiyo inasaidia sana kutengeneza nafasi nyingi za ushambuliaji kwa sababu timu ambayo inawamark, timu ambayo inakuwa ni defensive inashindwa kujua ifanye nini wakati gani na imwangalie nani. Kwa sababu ukiwa na Cunha, Mbeumo, Bruno na mshambuliaji mzuri, alafu wote wana interchange nafasi na Ahmad upande wa kulia, alafu wote wanaweza kufunga, maana yake ni kwamba kwa sehemu kubwa timu ambayo inalinda itakuwa na wakati mgumu sana kwa sababu ya hizo interchange, kuswap flanks, kuswap, kudrop in the midfield, kwenda kwenye ushambuliaji, kwenda pembeni, kwenda katikati. Hiyo ni kitu ambacho Mbeumo anakifanya vizuri sana. Cunha pia anakifanya vizuri sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utakuta kuna magoli mengi sana ambayo yatatengenezwa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo rotational movement ni kitu ambacho kinaongeza thamani sana kwa Bryan Mbeumo. Sababu nyingine ni defensive work rate. Tunaposema hii sababu ya 5, tunaposema defensive work rate tunamaanisha uwezo wake wa kulinda na work rate yake, yani kufanya kazi kwa bidii, kukimbia sana. Mtu kama Cavani ambaye alikuwa anafanya hivyo, ana press sana, anakimbia sana, anakaba zaidi pia. Kwa pia na yeye anakupa hicho kitu. Anajua sana kukaba, anajua sana kupress na pia hachoki. Ni mtu ambaye ana stamina ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ukiangalia kwenye takwimu za msimu uliopita, yeye anakuwa kwenye top ya forward wa pembeni ambao wameweka pressure nyingi sana kwenye mpira katika msimu uliopita, na pia wamefanya interceptions nyingi sana kama vile ambavyo Ahmad wanafanya. Nafikiri kama umeshagundua Ahmad amefanikiwa kuiba mipira mingi sana kwa sababu ya kupress vizuri. Kitu pia anakifanya sana vizuri Bryan Mbeumo. Kwa hiyo ni sababu nyingine ya 5 ambayo inamfanya awe bora sana. Defensive work rate yake ni ya hali ya juu. Itakuwa kwenye mfumo wa Ruben Amorim inaingia vizuri sana, itasaidia sana kutengeneza magoli mengi sana kwa sababu ya overloads ambazo tutakuwa tunatengeneza wakati timu inashambulia na kukabia juu na kuweza kuchukua mipira. Namba 6, sababu ya 6 ni link up play ambayo yeye anajua kudribble, lakini sio kudribble tu, ni mtu ambaye anajua sana kucombine dribbling na kutengeneza nafasi kupitia kwenye tight spaces, nafasi zile ambazo ni finyu sana. Anaweza kupita alafu akaachia mpira, aka overlap kwa wingback, kwa mfano akiwa upande wa kulia labda na Ahmad, ni swala la kawaida kuona labda yeye ata overlap, ataenda pembeni, atakuwa wing, alafu Ahmad atarudi ndani, atakuwa inverted right wing, alafu Ahmad anaweza kupiga upande wa kushoto, anaweza kupiga upande wa kulia. Kwa hiyo inaongeza flexibility kwenye upande wa kushambulia. Kwa hiyo hizo link up play zake ni za hali ya juu sana, kwa sababu anajua kupiga pass, anajua kufanya overlapping movements ambazo zinaweza kusaidia wengine waingie kwenye box ama watoke nje ya box au waende pembeni, kwa sababu ya hizo movements zake ambazo anaweza kuzifanya. Na hii inatokana na jinsi ambavyo work rate yake ni kubwa sana, kwa sababu anaweza akarun muda mwingi bila kuchoka. Kwa hiyo ni sababu nyingine ya 6 ambayo nafikiri kwamba itamfanya awe mtu muhimu sana kwenye kikosi cha Ruben Amorim. Sababu ya 7 inafanana kidogo na sababu ya pili, tunasema ni versatility, yani uwezo wa kutumia katika mifumo tofauti tofauti. Anaweza kutumika kwenye right wing back, anaweza kutumika kama mshambuliaji, anaweza kutumika kama namba 10 wa chini, anaweza kutumika kama winga. Kwa ni mtu ambaye ana uwezo huo wa kutumika katika nafasi tofauti tofauti, na hii inampa sana Ruben Amorim kama kocha kumtumia jinsi ambavyo anataka, kwa sababu yuko versatile. Ni mtu ambaye tunasemaje kwa Kiswahili, ni kiraka. Anaweza katika nafasi nyingi uwanjani na akakupa product ile ile katika mchezo fulani husika. Sababu ya 8 tunasema anaweza akasema kwamba ni anaongeza depth kwenye kikosi. Naposema depth maana yake ni kwamba kutokana na uwezo wake wa kuwa na huo ukiraka wake unasaidia kuwa na depth. Maana yake ni kwamba siku ambayo hakuna mshambuliaji unaweza kumtumia kama mshambuliaji, siku ambayo huna winga unaweza kumtumia kama winga, siku ambayo huna wing back unaweza kumtumia kama wing back, siku ambayo huna kiungo mshambuliaji namba 10 wa chini unaweza kumtumia kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo maana yake anaongeza depth kwenye kikosi. Maana ikiwa mtu Ahmad ameumia, anaweza kuchukua nafasi yake, siku Bruno hayupo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kutupa hizo options nyingi, na hivyo ni kitu
hiyo ni plus kubwa sana kwenye timu. Ukiwa na wachezaji kama hawa watatu kwenye timu ambao unaweza ukawatumia katika sehemu tofauti tofauti, nakwambia hicho kitu inaongeza thamani kubwa sana kwenye timu. Lakini ukiwa na wale wachezaji ambao wao tu anajua tu pa kucheza tu na hapo hapo, ukimtoa hapa anapoteana, man, unakuwa tayari kwenye wakati mgumu sana, lakini Mbeumo anaweza akafanya hivyo. Sawa. Na sababu nyingine ambayo nafikiria kwamba inaweza kuwa ni sababu muhimu sana, ni jinsi ambavyo anaweza kutumika pamoja na Mathew Cunha na mshambuliaji mwingine, kwa sababu I think ubora wa Mbeumo utakuja kuwa bora zaidi tukiwa na mtu kama Mathew Cunha pamoja, kwa sababu wote hawa ni kama wana tabia ambazo zinafanana. Na hii itakwambia nini? Hii inaweza ikakwambia kile ambacho Manchester hivi wanakifanya. Inaonekana kama katika usajili wao hawakurupuki, ni kama wanatafuta profile fulani za wachezaji fulani husika. Angalia tabia za Mbeumo, alafu angalia tabia za Mathew Cunha. Kuna siku nitakuja pia kukwambia kwa nini Mathew Cunha nafikiri anaweza akawa mtu muhimu sana kwenye kikosi cha Manchester United na kwa nini atatuvusha hapa tulipo na kutupeleka nchi ya ahadi. Nitakwambia kwa nini, nitakuja na details kama za huyu za ambazo nimekuja nazo leo za Bryan Mbeumo. Utaangalia utagundua kwamba wote hawa wana tabia nyingi ambazo zinafanana. Hii sio coincidence. Hii ni kwa sababu scouting ya Manchester, hii ni kwa sababu recruitment team ya Manchester imetafuta profile fulani za wachezaji, na hilo linaongeza ubora sana kwenye timu ya Manchester United. Basi hizo zilikuwa ni sababu 8 ama 9 hivi ambazo nimekuandalia, ambazo zitakwambia kwa nini Manchester wanamhitaji sana Bryan Mbeumo na kwa nini Ruben Amorim anamng'ang'ania sana Bryan Mbeumo. Naamini hizo sababu zitakuwa zimekusaidia kuona kwa nini anaweza kutusaidia na kutuvusha katika siku za usoni. Naomba mnipe comment nilivyochambua kuhusu Bryan Mbeumo, na sometimes ni vizuri kuuliza pia maoni ukishafanya kitu pia. Kwa hiyo ningependa pia kujua kama mmepata kitu ama vipi. Nitafurahi sana kupata maoni yenu kuhusu hilo, ili tuone kama tunaweza kuwa tunafanya hivi kila siku baada ya siku. Tusiishie tu kuwapa habari, pia tuwape kitu kizuri zaidi ya habari tu, si ndio? Maoni yenu pia yanafurahisha sana ikiwa sitayapata hapo. Halafu naona watu wengi hawaja live yetu ya leo au hawajapenda. Nafikiri pia nimegundua kama muda huu sio rafiki sana kwa watu wengi. Nimegundua kwamba tulikuwa tukifanya saa 3 kamili, ilikuwa ikifika saa 3:30 mpaka saa 4 hapa na nusu, watu wanakuwa wengi sana mida hiyo. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji kufikiria muda ambao tunafanya live pia. Labda tuwe tunafanya saa 3:30 hadi saa 4:30 ama vipi? Kwa sababu nafikiri saa 4 naona kama watu kweli sio wengi kulinganisha na ule muda ya saa 3 kidogo. Nafikiri labda muda huu unakuwa kwa wengine sio muda rafiki. Kwa hapa nyuma kidogo naona kama watu wanakuwa wengi zaidi. Lakini tutasubiri tutaona. Nyinyi mkiamua, mimi nabadilisha tu muda kulingana na kile ambacho nyie mnapendekeza. Um, Mbonye Mufasha Ayubu anasema kwamba kaka, umeshindaje? Kikweli Mbeumo tunamhitaji sana kabisa. Ndio, tunamhitaji sana. Asante sana kwa maoni yako bwana Ayubu. Alafu Mohamed anasema kaka, umezidisha upendo kwa Mbeumo kwa ukomavu wake, tunamsubiri kwa hamu. Hivi nimezidisha upendo ama nimesema tu facts? Mimi ambazo nimekupa numbers ambazo zipo kwenye reality. Hata wewe unaweza ukaenda ukagoogle ukazipata. Si kwamba sijaongelea ushabiki hapa, nimeongelea kitu ambacho ni kiufundi ambacho mtu yote ambaye anafuatilia anaweza kaona. Kamwangalie vizuri utaona kwa nini nimesema hivyo. Alafu Daudi Lewela anasema kaka, kwa nimeingia sahihi ila naona kutaka kujua habari ya Mbeumo, vipi kuhusu yeye? Mbeumo tumeshakamilisha, ni swala la muda tu, naomba uwe mvumilivu. Tutapata Here We Go soon. Abdurazak anasema kama tunahitaji kiungo, Casemiro anaondoka. Nadhani ni kweli tunahitaji kiungo, kuna uwezekano mkubwa sana Casemiro akaondoka, kwa hiyo huenda tukahitaji kiungo. Halafu Nicholas Kiboni anasema kama Dr. vipi tunaweza kupata Here We Go ya Mbeumo wiki hii ama bado? I think tunaweza kuipata wiki hii. Yeah, niko convinced kabisa kwamba tunaweza kupata Here We Go wiki hii kabisa. Muhammad Adam, asante kwa comment yako, naomba niweke hapo watu wote waione. Muhammad Adam anasema kwamba msisahau kusubscribe ili tuone nguvu kupewa habari nzuri za usajili. Asante sana. Daud Lewela anasema kwamba hello brother, umeshinda vyema, nimeingia kuchelewa, niko Kenya, nauliza kuhusu Bryan Mbeumo, imekubaliwa ama vipi? Bryan Mbeumo bwana, dili kama limekubaliwa, ni swala la muda tu, tutakamilisha muda mfupi ujao. Sawa.
Okay, basi ngoja niangalie kama kuna habari mpya kabla sijafunga kipindi, sije nikawa nimeondoka hapa afu kuna habari mpya. Court offside unasema kwamba Rasmus Hojlund anatakiwa na klabu ya Napoli pamoja na Inter dirisha hili, na United hawako tayari kumtoa chini ya euro milioni 45 na hakuna ofa rasmi ambazo wamezipokea. Kwa hiyo ukiangalia swala la Rasmus Hojlund, kama timu nyingi za Italy ni kama zinamhitaji. Kwa hiyo tusubiri tuone kuona ni timu gani ambayo itashinda mbio hizo, lakini yeye mwenyewe angependa kubakia Manchester United. Alafu taarifa ambayo leo tumeipata kutoka kwa Ben Jacobs pia kuhusu Gyökeres ni kwamba Arsenal wamefikia hatua nzuri katika mazungumzo. Anasema kwamba Arsenal sporting director has taken talks for Benjamin Sesko and Gyökeres into advanced stages so that they find out which prices they can pay to Leipzig or Sporting. Kwa hiyo maana ni kwamba Arsenal wanafikia hatua ya mwisho kuamua yupi wataenda kumchagua, kama ni kati ya Gyökeres ama Benjamin Sesko. Hivyo inaonekana kwamba wakimchukua Sesko basi huenda Manchester wakarudi tena kwa Victor Gyökeres kuna kama wanaweza kufikia hatua hiyo. Taarifa ambayo nimeiona hapa kwa mwandishi huyu ametoka huyu ni wa wapi? Huyu anaitwa Jess, huyu mwandishi wa ana cover Italy, Spain na sehemu nyingine. Anasema kwamba fee au ada ya uhamisho ya Bryan Mbeumo imeshakubaliwa, lakini sina uhakika sana kiwango hiki na chanzo hiki. Kwa hiyo tusubiri tuone taarifa itatokea wapi, lakini yeye anasema kwamba dili limeshakubaliwa la bwana Bryan Mbeumo. Kwa hiyo muda wote tunaweza kupata hii kwa hiyo ndio taarifa ambayo ipo hapo. Sawa. Okay. Asanteni sana kwa maoni yenu, asanteni kwa kuniunga mkono leo. Yakini anasema kaka, umechambua sana Mbeumo. Je, unamwonaje Beto au striker wa juu namba 9? Beto hapana. Beto mimi bado hajanishawishi, lakini ni mchezaji mzuri kulinganisha na wale tulionao kwa sasa hivi. Kulinganisha na Holland, bora Beto kusema ukweli, lakini I don't think bado anaweza akatuvusha pale ambapo tunataka kwenda. Kwa hiyo nafikiri tutafute mshambuliaji ambaye anatufaa zaidi. Sawa guys. Ninawashukuru ninyi nyote kwa kuweza kuunga mkono leo. Asante sana kwa maoni na comment zenu ambazo mmetoa hapa leo. Asante kwa kuweza kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi sasa. Hakikisha kwamba unaendelea kusubscribe, kulike na kushare video zetu, lakini pia tupate kule Instagram, X na TikTok. Hapa pia hakikisha kwamba unatoka hapo una subscribe, link ipo kwenye description hapo, lakini pia ukienda kule katika mitandao mingine ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo la United Redverse. Mimi naitwa Dr. Nandez. Kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema. Dive into the world of sports with United Tuesday.